الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وحالكم يحمد الله سبحانه وتعالى لكم تكيه صلاة والسلام تمهيت محمد kiwa tupo katika endelezo wa mukaddima kitabu chetu Al-Wabil Sayyib. Tulikuwa katika maelezo ya al-Imam al-Qayyim rahimahullahu ta'ala kuelezea zile madakhilu shaytan au abwab shaytan, ile milango ambayo anatumia shaytani kumuingilia mwanadamu. Alitaja kwa kuirejea ambao ni inda al-ghafla wa inda ash-shahwa wa inda al-ghadab. Hii milango mitatu ndio milango ambayo anatumia shaytan kumuingia mwanadamu. Akapiga mfano kumuelezea Abul Bashar Adam alayhi salatu wassalam, yanakuwa ni katika walikuwa wapole katika, alikuwa ni mpole katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, na akili yake wa arjahihim aqlan, akili yake ilikuwa ni akili ya juu kabisa. Lakini pamoja na hayo Ibilisi hakuachakua kumfuatilia Adam alayhi salatu wassalam mpaka akamtumbukiza katika yale aliyomtumbukiza. Wenyewe mashahidi mafahamu. Kisha al-Imam akapiga mfano wa maneno, fama dhanna bifarashati al-hilmi wa man aqluhu fi jambi aqli bihi kataflati fi bahri. Maneno haya kwamba ni ipi dhana yako wewe kwa yule, kwa kule kubadilika kwa ile hilmu. Mwanadamu anakuwa anabadilika katika hali moja kwenda katika hali nyingine, katika upole anakuwa kadha wa kadha. Na pia vile vile kwa yule ambaye akili yake ukifananisha na akili ya baba yake ni kama vile povu au kitone katika bahari. Tunasema maneno haya maana yake hii jumla ya pili, mwanadamu awe atakavyokuwa kwamba yeye hawezi akamzidi baba yake kwa akili. Kwamba ikiwa mwanadamu mathalan baba yake kakuwa akawa mtu mzima, ili babake akwaye kumiliki vitu katika mboni huduma katika ulimwengu, babake mathalan akwaye kumiliki gari au kumiliki Honda au nyumba, sema mwanae akavimiliki vitu hivyo, kwa haina maana kwamba huyu mwanae sasa shamzidi akili baba yake, la. Kwa ikiwa ni hivyo na mtu kubadilika kwake, kwa hiyo hali kama hii inakuwa ni hali ya hatari. Maana kama Adam alayhi salatu wasalam aliwezwa kutiliwa wasiwasi na Ibilisi, kwa sisi inakuwa ni hali ya hatari zaidi. Tukasoma aya ambayo tulinukuu katika nabii al-anbiya alayhi salatu wassalam, Allah aliposema wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah. Ikiwa atakupata shaitani na wasiwasi, nazghu shaitani ni ule wasiwasi wa kishaitani. Kana mtu akawa mathalan kati ya udhu kashamaliza kabisa, akafika mbele pale kuna ile kama kijani ya kutengeneza carpet la kutengeneza ile, ikamjia wasiwasi wa shaitani, maana wewe ukoosha mguu mmoja, mguu wa kushoto kuosha, rudi. Kwanza ukamwona watu hao hapo, akarejea na kwenda kwa anarudi mpaka swala kamalizika jamaa. Sasa hili ni shaitani. Ukiona hali kama hiyo na nyinginezo katika kuendea khairi, kuendea khairi, fasta'idh billah. Na hii aya ndo ile Ibilisi alipomwambia yule nabii, baada nabii kumwambia kumsomea aya hii, akamwambia naam, kupitia Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kupitia aya hii ndo kinga ambapo mwanadamu anaweza kujikinga na mimi, kusema a'udhu billahi minash shaitani rrajim, muda ule tu. Sasa tukasimamia hapo. Leo tutamalizia hiki kipande aliposema, ambao ni katika mukaddima, akasema walakinna adu Allah, lakini adui wa Allah subhana la yakhlus ila almu'min, huwa yeye ajitoe kwa mu'min. Yani khalas bimaana kumwacha mu'min, yani hawezi akamwacha mu'min. Pamoja na hayo yote ile fasta'idh billahi minash shaitanir rajim, fasta'idh billah ni isti'adha, lakini Ibilisi hawezi akamwacha mwanadamu. Mu'min hawezi akamwacha kwa hali yoyote, isipokuwa ghilatan ala ghirratin wa ghafla. Lakini amwachi mu'min, amwachi mu'min isipokuwa katika wakati wa ghila,
Ghira ni kule kumvamia, ala ghirratin wa ghafla. Ghirra na ghafla kama maana yake ni moja, kumvamia kwa bila mwanadamu kuwa na taarifa. Ani mu'min kaa tu ana hili wala lile, changa amepitikiwa tu, shetani anamvamia. Anakuwa yuko naye yeye akimsubiria kwamba huyu kwamba ipo wakati atajikwami pale pale. Kwa ghil ala illa ala ghilatan, isipokuwa kwa ile ghafla, kumvamia mwanadamu mu'min ala ghirratin wa ghafla. Aliyakuwa mu'min ipo katika ile ghafla, katika kule kuwa na kughafilika mu'min. Sasa wakati ule shetani huwa anamuingia mwanadamu. Na hii tulieleza tukasema ipo. Na aliyataja maelezo akasema al-Imam, wala yuhtaraza al-abdu mahtaraza. Kalau atajikinga mwanadamu mu'min kwa ile namna ambayo atakayojikinga, lakini hakuna namna, fala budda. Hakuna budi lahu min ghaflatin wala budda lahu min shahwatin wala budda lahu min ghadab. Hakuna budi kama akiwa anafanya vikara, lakini hakuna budi. Kikubwa ni kuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na shari za huyu adui wa Allah jalla wa ala. Kisha katika hali hiyo kumvamia, fayuqi'uhu, kisha tamtia katika maasi. Baada ya kumtia katika maasi, wayadhun, na atadhani huyu iblis adui wa Allah la yastaqila rabbahu azza wa jalla ba'da, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwamba akishamuingiza katika hali hiyo ya maasi, iblis atadhania kwamba Allah hawezi akamuondosha huyu mwanadamu baada ya kuwa katika hali hii. Iblis atafurahi kwamba nishampata huyu tayari, yatadhania yeye hivyo kwamba Allah huyu mwanadamu nadhani nishampata, shakuwa mathalan alikuwa isimama katika toa, maasi walikuwa yuko nayo mbali, kile akapitikiwa akaja katika maasi. Sababu maasi inaweza kachangia mtu akawa anafanya maasi fulani, sasa akaacha, lakini akishakuwa na wale watu wanafanya vitu vile zikana akarejea tena. Kama yuko mmoja yeye alikuwa anakula mirungi, ambapo mirungi ni haramu. Kula mirungi, kuna rafiki mmoja alinipa habari, siku tuko Madina kule. Kula mirungi ile bwana akaacha kula mirungi, akaacha kula miraa ile. Sasa akaenda na wale walikuwa wakikaa nao kila nao. Sasa wale akawa wanaagiza wale. Sasa na yeye kidogo ile shahwa, kama niletee na mimi basi. Ile shahwa ikamuingia naye akataka aletee tena. Kwa akarejea katika yale alikuwa akifanyaje? Akiyafanya. Sasa hali hii anazungumza al-Imamu hapa. Kama inawezekana mwanadamu akawa ni mustaqim, ana istiqama, indahu istiqama, amekaa sawa sawa, lakini akapisuka kidogo, kwa muda kidogo kapisuka. Kwa hiyo ibilisi anaona katika hali hii la yastaqila rabbah, kwamba Allah hawezi kumuondosha huyu baada ya kumuingiza katika maasi. Na pia vile vile wa anna tilka alwaqi'a, na hakika hilo tukio, hilo jambo ambalo kamuingiza nalo la maasi, qad ihtajatuhu wa ahlakatuhu, limemwangamiza hilo jambo, limemshughulisha na limemwangamiza kabisa. Huyu nilipomuingiza hapa shaangamia huyu. Lakini afahamu iblis wa fadhlullah, na fadhla za Allah subhanahu wa ta'ala, wa rahmatuhu, na rehma zake Allah, wa afuhu wa maghfiratuhu, na ule msamaha wake na afu yake ya Allah, min wara'i dhalika kulli, viko vyote katika vitu kama hivi vyote nyuma katika hiyo msamaha wa Allah na maghfira na fadhila zipo. Yeye afahamu iblis, anajua kashamuingiza, basi utakuwa katika hali hii mpaka atakapoondoka katika dunia hii. Hii ni maelezo alikuwa kitaja hizi abwabu madakhilu shaytan, baadhi kwa kweli tuombe Allah subhanahu wa ta'ala atukinge nazo hizi. Tujitahidi katika ghafla, pia vile vile na shahwa, na pia vile vile na ghadhab, sababu Adam ile nazghu shaytani limuingia Adam alayhi salatu wassalam. Na ina maana kwamba yule wanaeleza kwamba yule ibilisi unasema alikuwa kama nyoka, alijibadilisha akawa nyoka. Sasa afu alibadilisha akawa namna fulani kama nyoka, alafu akaingia katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ni waswasi wa shaytan, kwa akatolewa Adam akiwa yeye ni abul bashar, ni binadamu wa kwanza, akiwa ni nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa inakuwaje kwa sisi, kwa hali zetu tulizokuwa nazo sisi? Kwa inakuwa hali ni hatari zaidi. Kisha akaendelea katika mukaddima akitaja maneno pia vile vile ambayo ni maneno kiukweli ni maneno makubwa sana, maneno yalikuwa ni yatakikana yazingatiwe. Akasema fa idha arada Allahu bi'abdihi khaira, pindi Allah subhanahu wa ta'ala akimtakia mja wake khairi, yani Allah akimtakia mja wake khairi, fataha lahu baban
min abwabi tauba. Allah akimtakia mja wake khairi anamfungulia mlango katika milango ya toba. Tunaona ni mtu kuleta istighfar, kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anamtakia khairi. Na pia vile vile sio hivyo tu, wanadam, na pia vile vile anamfungulia milango ya toba na kujuta. Na kwa ni mtu anatubia sana na kuwa na majuto katika yale ambayo aliyofanya. Na pia vile vile walinkisar, na anakuwa ana maumivu, anaumia mtu huyo. Na pia vile vile wadhulm, na anakuwa ni dhalili. Allah anamfungulia vyote hivi, waliftiqar, na pia kuwa na haja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo mwenye sifa hizi zote ni ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemtakia khairi. Walistighatha bihi, na anakuwa pia vile vile anamtaka Allah subhanahu wa ta'ala msaada. Ni yeye akiwa na shida zake, haina maana kwamba ukimtaka mtu msaada, mathalan kumuomba mtu mathalan, haina maana kwamba huyu sasa amtaki Allah subhanahu wa ta'ala msaada. Hapana. Taka Allah msaada, Allah nijalie kadha wa kadha, heka sababu akatokea akamfuata fulani anaweza kumsaidia msaada ule, kwa la basa fi dhalik. Lakini hii msaada huu ni katika yale mambo ambayo ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uwezo ukamkuta ndiye ambaye Allah anamtakia khairi, ukamkuta yeye sasa anaenda kuomba makaburi. Uwezo ukamkuta anakuwa na sifa kama hii, anakwenda kule akaenda Kisutu, makaburi makubwa yale yamejengewa, akaenda kuomba maana wale kwa masharifu, umkuti hivyo. Au akaenda kule Kunduchi, umkuti kwa na hali kama hiyo, akaenda akaomba pale, akaweka fusha ubani pale moto, akaomba wale. Yeye hana sifa hivyo. Huyu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemtakia, kamtakia khairi, yeye sifa zake ni hizi. Allah anamfungulia abwab min abwabi tauba wan nadam, na kujuta, walinkisar, na kuumia, wadhulli, na kujiona yeye ni dhalili wa Allah, waliftiqar, na kujiona yeye ni mwenye kuwa na haja kwa Allah subhanahu wa ta'ala, walistighatha bihi, na kumtaka Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, kumtaka Allah msaada. Sababu Mtume alimwambia Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma katika hadithi, Mtume alimwambia idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah, kwamba ukiomba muombe Allah. Pindi kutaka kuomba ambao ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi muombe Allah subhanahu. Na pia vile vile wa idha ista'anta fasta'in billah, na ukitaka al-isti'ana au al-istighatha, ista'in billah, mtake Allah msaada. Mtume anamwambia maneno haya Ibn Abbas, alikuwa yuko nyuma ya kipando chake. Anaeleza Ibn Abbas, ambaye hadithi sahihi ametoa Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Katika maneno mengi Mtume anapohadithi na mambo ya kitaja, mambo ya kiitikadi, ataja kwamba umma ukikusanyika kuletea madhara na manufaa, huwezi kuletea isipokuwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametaka udhurike nayo au ametaka unufaike nayo. Kwa mja ambaye Allah anamtakia khair, anamfungulia milango hii ya kumtaka msaada Allah, na pia vile vile wasidqi laja ilayhi, na ule ukweli wa kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anakuwa ni mkweli kurejea kwa Allah, yani arejee kwa Allah kiujanja, arejee kwa Allah kiujanja, anakuwa ni mkweli katika ile sidqul laja, ule ukweli wa kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika wadawami tadharru', na kudumu na kuwa tadharru', kuwa unyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye anakuwa ni mtu tadharru' kwa Allah jalla wa ala, wa du'a, na pia anakuwa ni mtu anayeomba sana dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dua, Mtume anasema ad-du'a huwa al-ibada, dua ni ibada. Na katika suratu Ghafir Allah anasema ud'uni astajib lakum, anasema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba niombeni takujibuni. Ud'uni astajib lakum wadharu alladhina, na katika aya ile mwisho, wacheni wale ambao yastakbiruna an ibadati, wanatakabbar, wanataja ahlulilmi kufanya kibri katika ibada. Katika aya hii ni kuacha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Sayadkhuluna jahannama dakhili, wataingia katika moto wa jahannam walikuwa ni madhalili kabisa. Kwa kuacha kusoma dua ni katika moja ya aina ya kibri. Yani wewe ukiwa uombi dua kwa Allah, hii ni katika aina ya kibri. Unaonekana wewe unaleta kibri, Kwa hiyo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtu ambaye Allah akamtakia khairi, anamfungulia milango na kuwa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua. Muombe dua Allah. Amka mathalan wakati wa kuswali sunna ya baadia, Mtume alikuwa akiomba na akiinua mikono.
Sunna ukiswali sunna baadia baada dhuhuri au baada al-maghrib, Mtume alikuwa akiomba baadhi ya nyakati akainua mikono. Sababu wakati fulani inawezekana vikachanganywa baadhi ya vitu. Tukaeleza bana dua, mtu akafahamu, sababu kuna wakati fulani kitu inawezekana kikafanyika cha ibada lakini inakuwa imekosewa katika ile kaifia, ile namna kufanyika ibada hii. Lakini dua ni ibada, dua. Lakini kuna kaifia na kuna kuwa na namna fulani kwamba hii kwa muda huu bana hii halikuthibiti. Lakini dua, omba dua kama hii baada ya sunna ya baadia au qablia ukainua mikono jaiz. Mtume alionekana wakati mwingine akifanya hivyo alayhi salatu wassalam. Na pia wakati wa swala ya faridha wakati mwingine, lakini alikuwa akiomba aonekani kama anaomba alayhi salatu wassalam. Alikuwa akiomba aonekani kama acha ile ya jumuiya jumla jamaa, la sitaji hiyo mimi. Hiyo sitaji hiyo. Kwamba ile baada ya swala astaghfirullah subhanallah, zile sitaji anakaa mmoja anasoma dua baada ya swala, ile hapana. Nasema mimi kwamba wewe ukiwa peke yako baada ya swala ya faridha, Mtume alikuwa akiomba baadhi ya nyakati, lakini alikuwa ukimtizama haonekani kana kwamba alikuwa anaomba dua alayhi salatu wassalam. Na haya ameyataja Sheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala katika kitabu chake Amuni Risala, kaandika ni Nafi'a. Ameandika kuanzia fiqh, mwanzo wa fiqh mpaka mwisho, akaipa jina Mulakhasul Fiqh, ambapo alitoa, nadhani patakuwa baadhi ya wanafunzi wake walirekodi wakaiandika. Katika swala ametaja maelezo haya kwamba baadhi katika hizi baada ya sunna ya baadia au qablia au baada ya swala ya faridha unaweza kaomba, lakini usiinue mikono na usionekane kana kwamba unaomba. Acha dua baada katika ile salatu ibrahimia ambayo ni thabit katika tahiyatu ya mwisho, utaomba pale, na pia baada ya salamu tu alikuwa akiomba baada ya nyakati. Hii kuna wakati fulani ilikuwa rafiki yangu moja miaka mingi kwangu mimi nyuma. Sasa kuna bwana mmoja tumekaa naye siku moja msikiti mmoja Ilala hapa. Kwa bwana mmoja ni mwanafunzi wangu yule bwana, Allah muhifadhi. Yule bwana ameanza kuswali salatul isha, akaswali na baadia, akaomba dua na inua mikono juu. Yule bwana nilikuwa niko naye, anamwambia bwana yule bwana, mbona anaomba dua tena inua mikono vipi? Kama kile kitendo anachokifanya kitendo ambacho ni ghairu thabit. Mimi nikamwambia ile Mtume alikuwa akifanya imethibiti ile. Na nikampa marejeo. Sababu ilivyo wewe ukisema kitu afu utakuwa useme umekipatia wapi, si ndivyo? Ile inafundishwa hivyo. Yaani ukisema kitu bwana kiko sehemu fulani. Lakini nikampa marejeo, akaniambia lakini unajua wewe na mimi, wewe umetangulia kumaliza kusoma kabla yangu mimi. Hoja kwa maana kwa mimi, kwa sababu mimi nimewahi kumaliza kabla yake yeye, maana kama nilishasahau mimi, sisomi sifundishi. Hoja yake ni hoja dhaifu kwamba bwana wewe sababu ushasoma kidogo miaka imekwenda. Sasa wewe nikana umesahau. Ananiambia hivyo, kaambia katizame tuko msikitini hapa. Akaja bwana akasema vile vile ndivyo nilivyokuwa nimemwambia mimi. Kaambia sio usilete, kaambia huyu usizungumze, si hoja kuzungumza katika elimu kwamba bwana huyu alitangulia. Haiko hivyo. Sababu ametangulia, sasa wewe bado upo, labda bado vitu vile viko kichwani. La, wallahi haiko hivyo. Hii si sekula, hizo mambo ya sekula. Shatangulia, katizama kuta vile vile nilivyomwambia. Kwa wale ambao Allah amemtakia khairi, anaomba dua. Na kuna nyakati ambazo dua ni mustajabu. Mfano ikibaki theluthi ya mwisho wa usiku. Na kuna pia kufanya sababu zile ambazo zinapelekea Allah subhanahu wa ta'ala kukubali dua yako. Na kwa sababu zinapelekea Allah kutokubali dua, kula haram, kuvaa vitu vya haram, kunywa kinywaji cha haram, inazuia hiyo. Nafahamu ni hadithi ile ya yule bwana Mtume alimtaja Ash'ath Aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama yaqulu ya rabbi ya rabbi, kataja kafanya vitu vyote, akasema ya rabbi, sababu ukiomba dua ukisema ya rabbi Allahumma au rabbana ni vitu ambavyo ukiomba kwa kutumia hizi rububia Allah subhanahu wa ta'ala, uluhiyya Allahumma, Allah aweza kurudisha sifuri wewe, au na ukatawasali kwa majina ya Allah, ya hayyu ya qayyum. Ule bwana kafanya vitu vyote, lakini Mtume akasema huyu bwana katoka mbali, lakini vote kafanya, kanyua mikono juu ya rabbi, lakini wa masharabu haram, lakini kinywaji chake ni cha haram, wa mat'amuhu haram, na chakula chake ni cha haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajaba lahu bidhalik. Mtu huyu fa anna kaifa, vipi atajibiwa dua yake kwa haya? Ni jambo la gumu. Mtu asema na dua asikubaliwi, dua sikubaliwi, lakini wewe kuna mambo fulani unayofanya, acha haramu wewe, acha kudhulumu watu, inazuia kupokewa dua na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah hii ni katika milango ambayo Allah amekutakia khairi wewe mwanadamu.
anakufungulia, unakuwa ni mtu wa kuomba dua. Na pia vile vile wataqarrubu ilayhi, na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala bima amkana, kwa ile hali ambayo inawezekanika, kwa hali ya kuwezekanika, kwa hali yoyote ambayo wewe unaiweza min alhasanati, katika mambo ya khairi. Kuna maana katika khairi anajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yuko bwana mmoja, alikuwa alipangia kutoa sadaka, mfano akipanda bodaboda, pana bodaboda shakubaliana naye bana, nipeleke sehemu fulani, ile sehemu ikiwa labda ni 1000 au 2000, akishafikishwa ile sehemu kama ni 2000, anampa ile bodaboda 3000. Anambia hii ni sadaka yangu hii. Yeye anakuwa akifanya hivyo, ikiwa 1000 anazidisha nyingine. Sasa hii wataqarrubu ilayhi, kujikurubisha kwa Allah bima amka, kwa ile ambayo inawezekanika, kwa ile hali ambayo inawezekanika kwa wewe, bila alhasanat, katika khairi. Hili katika khairi, anafanya khairi bana kadha wa kadha. Na hii ilikuwa kwa inda salaf rahimahumullah ta'ala radhiallahu anhu, walikuwa wanafanya ihsani mpaka mtu anakuwa fahamu, mpaka baada ya yule mtu kufariki anajua fariki fulani, kumbe ndio yeye alikuwa akiniletea khairi hii. Peleka kwa mtu kumpelekea chakula mathalan, yule bwana amfahamu, fungua mlango kwa chakula. Ikisoma katika historia as-sahaba at-tabi'un, anafanya khairi, hakuna mtu anayefahamu. Ile taqarrubu ila Allah, anajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah ndio yuko hivyo jalla wa ala, kwamba Allah wewe ukujikurubisha kwake yeye. Tumemwambia kwamba Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ihfadhullah yahfadhuk, muhifadhi Allah atakuhifadhi wewe. Allah muhifadhi kwa namna gani? Kwa kufanya yote ambayo Allah ameamrisha, kuacha aliyokataza Allah jalla wa ala. Allah naye atakuhifadhi. Ikaja katika riwaya, ihfadhullah tajiduhu amamak au tajiduhu tujahak, hifadhi Allah utamkuta yuko mbele yako, au utamkuta na kupigania wewe, mambo yako yanakwenda. Hifadhi Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hii hadithi ya Abdullah ibn Abbas, kwa Allah ukimkumbatia, ukiwa naye karibu, Allah anakuwa karibu, sababu uko karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ukiwa Allah umtaki, basi na yeye utakuwa mbali, na kumjeka mbali, basi utakuwa mbali. Allah jalla wa ala, siku moja tuko jamii, alikuwa mwalimu mmoja, Allah muhifadhi, shekhi wangu ni Muhammad Tayyib As-Sudani hafidhahullah ta'ala wa ra'ah. Tunasoma risala moja, dirasatu fi sunna wal bid'ah, tukisoma sunna ni nini na bid'ah ni nini. Sasa kingia darasani, nilikuwa napenda kukaa mbele, kukaa laini ya pili mbele. Sasa mekaa wale walipoingia, wale wanafunzi kuna vile viti vyote wakarudi nyuma, bana mbele pale kote kumlikana kuna watu wamekimbia, wako nyuma wote. Akauliza, mna nini na hii safu za mwanzo nini bana? Akasoma nususu kwamba wale ambao Allah wamemkimbia Allah, basi Allah akaweka mbali. Wale ambao Allah karibu, basi akawakupatia Allah jalla wa ala. Ndio watu wakarudi katika ile sehemu. Tunawaambia mara nyingi katika swala msikitini, mathalan Ijumaa imekuwa ni kubwa, tunasema mara nyingi sana kuta mtu Ijumaa amekaa kameepuka imamu. Sasa imamu kakaa anazungumza kaelekea huku kama nilivyokaa mimi, lakini yeye sasa ima atakuwa amekaa huku au kakaa huku, amekaa vice versa. Sasa imamu anatazama kule, yeye atakuwa mtazama imamu, yeye anatazama kule, huyu mimi anatazama huku. Acha huyu au wengine, nafasi zipo mbele huku pako wazi kwa wanaume, amekaa nyuma kwenye ukuta kule, anakuta hutuba ijaanza akashasinzia maskini. Sasa hii ndio tunasema wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghu fasta'idh billah. Sababu safu za mwanzo kwa wanaume ni safu za mbele, safu ya mbele safu za mwanzo kwa wanaume zenye khairi kwa wanaume. Hii mali kuna Ijumaa inakuwa iko hali kama hiyo. Bana sogea mbele, ukimuuliza mtu ana sababu. Bana sogea kaa mbele Ijumaa, ukuja huko kwa upe. Sisi tumekaa watu wako wamekaa hivi. Sasa ile si sawa. Kwa hii wataqarrubu ilayhi bima ankana min alhasanat, yale yanawezekanika katika wema. Matakunu tilka sayyi'a bihi sabu rahmatu, inakuwa kwa ile sayyi'a kwake yeye ni sababu ya kurehemiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ile sayyi'a ambayo alifanya kwa hizo zote ni kwa sababu Allah anamrehemu subhanahu wa ta'ala, ampa rahma. Mtume anasema katika hadithi inda Tirmidhi, Mtume anasema ittaqillaha haythu ma kunta wattaqillaha haythu ma kunta wattabi'il hasanata sayyi'ata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Mche Allah popote utakapokuwepo, nafuatisha baada ya kufanya jambo baya, fuatisha jambo zuri, tamhuha, ili zuri tafuta lile baya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan,
naishi na watu kwa tabia iliyokuwa nzuri. Na zimekuja aya pia vile vile, innal hasanati yudhhibuna sayyi'at, kika mambo ya khairi huwa yanafuta madhambi, zile khairi zinafuta dhambi. Kwa akifanya hali kama hii, afanya zote dua taqarrubu ila Allah, hizi ni hasanati. Anasema ma takunu tilka sayyi'a bihi sababu rahmatu, itakuwa hizi kwa ile sayyi'a ni sababu ya rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tampa rahma. Sasa ikiwa hali kama hii, hata yakula aduullah, mpaka atasema adui wa Allah Ibilisi, ya laitani taraktu, kuangamia kwangu, laiti mimi ningemwacha huyu mwanadamu, mbona ningemwacha tu, kumbe na hali kama hii bana nikajua atadumu katika haya maasi, mbona ningemwacha huyu, nisingemfuatilia. Walam uqi'uhu, na wala nisingemzamisha katika hili ambalo nimemuingiza katika hili, bwana nisingemuingiza. Kama yeye kamuingiza katika maasi akajua atotoka, bwana katubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, istighfar, kaumia, kawa ni kumhitaji Allah subhanahu wa ta'ala. Ile hali akiona Iblis anasema ya laitani taraktuhu, anasikitika, laiti mimi ningelimwacha yeye, walam uqi'uhu, na wala nisingemuingiza katika hii dhambi ambayo nilomuingiza. Hii ni hali ya mwanadamu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amtakia khairi. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala birahmatihi wa mannihi wa karamihi tujalie kuwa katika hawa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala anatakia, anawafungulia milango ya khairi, abwabi at-tauba, tuwenye kutubia kwa Allah sana subhanahu wa ta'ala. Sababu tusoma aya katika suratu Nur aya 31, Allah baada kutaja wanawake wanamisha macho yao, mwisho aya ile Allah akasema watubu ila Allah jami'a, natubieni kwa Allah nyote, tubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika nyingine Allah anasema ya alladhina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Nimekuja ni thabit ambapo Mtume sallallahu alikuwa akitubia kwa siku, katika riwaya, katika hadithi kuleta tauba na istighfar mara 70 mara 100, imekuja hivyo katika astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah. Bali hii ni bora ya dhikri, kama alivyosema al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, kusema astaghfirullah, sema neno haya astaghfirullah wa atubu ilayhi, subhanallah bihamdi subhanallahi al-azim. Kwa sababu anaeleza pia al-arifun, mwanadamu atakana yeye pumzi zake hizi awe katika pumzi zake pamoja na kuleta istighfar, pumzi subhanallah alhamdulillah, awe katika hali hiyo subhanallah hamd. Sababu ndio tukaeleza hivi, tunasema sasa sasa madamu atafanyaje kazi bana, watu wanafanya shughuli zao wanafanya hivi, kana hivi anakumbuka kutaja vitu kama hivi, na hii ndio salama kwa mwanadamu, na hii ndio salama. Sababu moyo ulivyo na kawaida kugeuka moyo ndio uko hivyo, yani moyo wa mwanadamu una kawaida ya sasa bila kunani kidogo hizi dhikri kuamsha umoyo, utakuwa ushakuwa mfu. Sasa utakuwa ushakuwa mfu. Shakaendelea akataja haya maneno aliyotaja juu, akasema wa hadha maana kauli baadhi salaf, na haya maneno ndio maana ya kauli ya baadhi ya salaf. Haya maneno fa idha arada Allah bi'abdi khaira, akasema innal abda, hakika ya mja, la ya'malu dhanb, hakika ya mja inawezekana kafanya dhambi. Sababu muumini inawezekana kafanya dhambi pia vile vile, kwa wasema hakika ya mja anafanya dhambi, yadkhulu bihi aljanna, lakini anaingia peponi kwa hiyo dhambi anayoifanya, anaingia peponi kwa hiyo dhambi. Huyu wa juu ulikuwa mfano wake ni hivyo hivyo, kaingizwa katika maasi na Ibilisi, lakini Allah akamfungulia kutokana na hali alikuwa katika yale maasi alikuwa nayo, kaumia, leta toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hii ndio inakuwa sawa sana maneno haya salaf ambao kataja hapa, akhrajahu nahu Ahmad fi zuhd, ametaja maneno haya Imam Ahmad katika kitabu chake az-Zuhd, na pia kadhalika al-Imam Ibn Mubarak ila hadith al-Hasan Nabii sallallahu mursala, hadithi mursal, kwamba hakika ya mja la ya'malu dhanba yadkhulu bihi al-janna, anatenda dhambi yadkhulu bihi al-janna, lakini ataingia peponi kwa hiyo dhambi aliyoifanya. Tu anafanya dhambi anaingia peponi. Na pia vile vile wa ya'malu al-hasana, anafanya hasan, anafanya jambo la khairi, yadkhulu biha an-nar, lakini ile khairi inakuwa ni sababu ya kuingia motoni. Unaona hali ilikuwa ni hali ya hatari. Anafanya jambo ovu, anafanya dhambi, lakini dhambi hii inakuwa ni sababu yadkhulu bihi al-janna, anaingia peponi. Lakini anafanya hasan, anafanya jambo la khairi, yadkhulu biha an-nar,
anayoifanya anaingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tukinge na hili. Sasa wamesema baada kutaja maelezo haya ambayo imepokewa inda salaf, qalu wakasema kaifa, na kweli watakutaja kwa watu hivi, nasema watu wanapata na ile kihoro na gagaziko katika nafsi zao. Inawezekana vipi bana? Ani mtu anafanya jambo ovu, anafanya dhambi, bwana tunamfahamu, lakini anaingia katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala, na anafanya khairi bana, alafu tena khairi anaingia motoni. Mbona ni kinyume? Sasa hivi imekuwa ni kinyume. Ani mtu anafanya dhambi peponi, alafu anafanya khairi anakwenda motoni. Mbona ni kinyume? Wakasema, akajibu qala, akasema ya'malu dhanb, anafanya dhambi, fala yazalu nusba ainai, akuachakua mbele katika macho yake. Nusba ainaihi, mbele ya macho yake, ukimtizama katika macho yake, mbele katika macho yake, khaifan, anakuwa ni mwenye kuwa na hofu. Fanya dhambi lakini katika macho yake anakuwa na hofu kubwa sana kwa Allah subhanahu, khaifan min, anakuwa na hofu kutokana na ile dhambi aliyoifanya. Mushfiqan, na pia vile vile anakuwa na hofu. Wajilan, pia ni hofu kadhalika. Bakiyan nadima, anakuwa ni mwenye kulia sana, na pia vile vile ni mwenye kuwa na majuto sana, anajuta maskini. Kafanya dhambi lakini nusba ainai, fala yazalu nusba ainai, kwa chakuwa macho yake, mbele ya macho yake anapata maumivu, kama macho yake anaumia, kumbuka ile hali ikimwijia anaumia. Khaifan min, mwenye kuwa na hofu. Mushfiqan, pia ni hofu. Wajilan, mwenye kuwa na hofu. Bakiyan nadima, anakuwa ni mwenye kulia sana, na pia vile vile ni mwenye kuwa na majuto, anajuta sana kwa ile dhambi aliyoifanya. Na sio hivyo tu, mustahiyan min rabbih ta'ala, anakuwa ni mwenye kuwa na haya kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anamwonea Allah subhanahu wa ta'ala haya kwa dhambi ile aliyoifanya. Yote haya huyu mja anakuwa yuko nayo. Sio hivyo tu, na kisurrasi baina yadai, na kisurrasi ni ile hali ya kukipiga kichwa katika mikono yake. Choka anakuwa kama anajipiga katika mikono yake namna hii, kupata maumivu katika hii dhambi aliyoifanya. Anakuwa na hali zote. Na kisurrasi baina yadai ni mmoja kupiga kichwa chake katika mikono yake. Na sio hivyo tu, munkasirul qalbi la, anakuwa ni mwenye kupata maumivu katika moyo wake kwa sababu ya hiyo dhambi aliyoifanya. Hali zote hizi anakuwa nazo. Sasa akasema salaf, fayakunu dhalika dhanb, anakuwa kwa hiyo dhambi sababa saadati al-abdi wa falahi, inakuwa kwa hiyo dhambi ndio sababu ya saadati al-abd, kule kupata saada kwa mja, wa falahi, na kufaulu kwake. Kupata saada kwa mja, wa falahi, na kufaulu kwake, inakuwa ni sababu katika haya yote. Baada ya kufanya dhambi akawa anaumia, anakuwa na hofu, anakuwa ni mwenye kulia, anakuwa ni mwenye kuwa na majuto, anakuwa na haya kwa Allah subhanahu wa ta'ala, inakuwa ni sababu ya kupata saada al-abdi wa falahi, na kufaulu kwake. Anasema hata yakuna dhalika dhanb, mpaka inakuwa hiyo dhambi anfa'a lahu, inakuwa ni yenye kumnufaisha yeye, min ta'atin kathira, kuliko zile taa au zile khairi nyingi alizozifanya. Kafanya khairi nyingi maskini, lakini kwa hii dhambi aliyoifanya na kwa hizi hali alizokuwa nazo baada ya kufanya dhambi hii inakuwa inamnufaisha yeye kuliko zile taatin kathira, kuliko yale mambo ya khairi mengi aliyoyafanya, kuliko yale mambo ya khairi aliyofanya. Bima tarattaba alayhi, kwa yale ambayo yanafungamana kwake yeye, min hadhihi al-umur, katika haya mambo tuliyoyataja. Kikweli mambo haya, kwa kufungamana mtu na mambo kama haya, lazima dhambi yake hiyo ni amfala, ile dhambi lazima hiyo imemnufaisha yeye. Kwa hali kama hii anakuwa ni khaifan, pia vile vile wajilan, bakiyan nadiman, mustahiyan min rabbih ta'ala. Kwa kuwa na hali hizi, akasema salaf, bima tarattaba alayhi, wale ambao yamefungamana kwake yeye, min hadhihi al-umur, kwa haya mambo tuliyoyataja, na kisurasi baina yadai, munkasirul qalbi la, khaifan min, mushfiqan, wajilan, bakiyan nadima. Hayo kwa kufungamana na mambo haya, alati biya saadatul abdi wa falahu, ambao haya mambo tuliyoyataja, kwa mambo haya ndio saadatul abdi, ndio kufaulu kwa mja, wa falahu, na kufaulu kwa mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika dunia yake na akhira yake. Hata yakuna dhalika dhanb,
Sio hivyo tu, ukiacha kufaulu kwake katika hii dunia, hata yakuna dhalika dhambi, mpaka inakuwa hiyo dhambi sababu dukhulihi aljanna, inakuwa ndio sababu ya kuingia katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jambo lilivyo katika sehemu ya hatari, jambo hili ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie. Sababu tulisoma huku kwamba kilichokuwepo ashanu, jambo si kufanya amali, jambo ni kuzihifadhi zile amali ambazo tunazozifanya. Nikaona kufanya amali mashaallah, lakini kuna baadhi ya mambo fulani ukiyafanya inaharibu ile amali yako. Ametaja katika hii, kuendelea katika hii fasli inayofuata, yale ambayo fi istiqamati alqalbi, katika kule kuwa na istiqama, kuwa na msimamo kwa moyo. Kuna hii ukiangalia hii maneno ya salaf rahimahumullah, ni katika kikweli inatakana mwanadamu tuishi nao katika maisha yetu na tuyatizame vizuri maneno haya, maelezo ya salaf, kuzingatia na tuombe Allah subhanahu wa ta'ala, sababu amekaa katika ukaaji wake. Kiukweli ukaaji wake unatisha, ukaaji wake unavyokaa unavyoeleza, na ni kweli iko hivyo. Kana mwanadamu ukafanya khairi nyingi, lakini hii dhambi aliyoifanya moja ndio ikawa yeye ni khairi, ina manufaa kwake yeye kuliko ile zile taati kathira alizofanya. Na sio hivyo tu, acha kumnufaisha, na pia vile vile hata yakuna dhalika dhamb sababu dukhulihi aljanna, mpaka ikawa ile dhambi aliyoifanya ndio sababu ya kuingizwa au sababu ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana peponi wanadamu watuingia kwa matendo yetu, peponi watuingia kwa matendo yetu. Mtume alitaja maneno ya sahaba, kauliza hata anta ya Rasulullah, hata wewe janna watuingia kwa matendo? Akasema hata mimi, illa ayataghammadani Allahu bi rahmatihi, isipokuwa Allah akinizamisha kwa rehema zake taingia katika janna yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hii dunia rehema iko moja tu, Allah katupa rehema hii. Allah ameumba rehema 100, zile 99 kabaki nazo, alafu moja akaileta duniani hapa. Ndio kidogo naona dunia imekaa hadi fulani, hii watu wanauana kadha, lakini iko rahma ndio inasaidia kidogo hali inakuwa katika standard ya sawa sawa. Kwa tuingie, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuingize katika pepo kwa rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.